Karibu ndani ya nukuu ya matumaini. Asubuhi njema kabisa. Unapopata kibwagizo hicho, ni ishara wazi tunaenda moja kwa moja ndani ya nukuu ya matumaini. Nukuu ya matumaini. Asubuhi njema kabisa. Siku moja kwake Jehova ni kama miaka elfu, na miaka elfu ndani kwake Jehova ni kama siku moja. Katika nukuu, siku moja kwake Jehova ni kama miaka elfu, na miaka elfu kwake Jehova ni kama siku moja. Hii wazi ni kwamba mipango ya Mungu ambaye amepanga kwetu, makusudio na mambo ambayo anawaza kwetu ni mazuri sana, zaidi ya yote kutupa sisi tumaini siku zetu za mwisho. Ndivyo nasema katika habari za nukuu, siku moja kwake Kristo ni kama siku elfu, na siku elfu kwake Jehova ni kama siku moja. Wapenzi, mwanangu, popote ulipo, nasema hivi: ifahamu jambo hili, ya kwamba dunia hii tuliyoko ndani na mbingu tunaitazama imewekwa akiba kwa moto. Itateketea, itaungua. Siku itakapofika atakaporejea Kristo, itateketea. Kulingana na neno lake Jehova, mbingu na nchi tuzionazo zimewekwa akiba kwa ajili ya moto. Lakini kilicho cha maana, mwanangu, ishi maisha ya matumaini na kumtumainia Mungu. Ishi ukifahamu ya kwamba umeitwa kwa ajili ya kumtumikia, kufanya huduma wake. Siku zote usiyatazame yanayekufinya na kukurejesha nyuma, na kuweza kuweka pale tumaini lako ya kwamba imekwisha. Na hata kuwasoma kwa watu walioanguka na kushindwa. Kuna wengi walioanzisha vitu vikakwama. Usijifunze kwao, jikaze kwa ajili yako na kesho yako. Amini aliyekuleta leo aweze weka njia mahali pasipokuwa na njia, aweze kusaidia kwa huduma wako wa kusonga mbele. Inawezekana umepoteza miaka ama masiku ama miezi na kuiona ni kama kwisha, imekwisha. Leo hii nimekuja na habari njema. Siku moja katika nukuu ni kama siku elfu machoni pa Mungu, na siku elfu machoni pa Mungu ni kama siku moja. Katika habari hii yote, usione kama kwamba muda umesonga na siku zimeenda na umri wako umekwisha. Kulikuwa na watu katika habari za maandiko waliishi miaka pasipo kujaliwa kuwa na watoto, lakini katika habari za nukuu ya matumaini, siku ilipofika walijaliwa, walilea watoto wao. Nini kigumu kwake Mungu? Hakuna. Haya yote yanawezekana, tena zaidi, yote yanawezekana. Siku zote ishini katika kuamini ya kwamba Mungu yupo, anatupa baraka. Aliyembariki yule na kidogo, hata nawe atakupa chako kidogo. Aliyembariki muda na kingi, hata nawe atakusaidia kupa vingi. Lakini jua hili ya kwamba duniani twapita tena upesi. Jinsi tulivyokuja mikono mitupu, tutaondoka vile. Lakini kwa hivyo tusikae katika hali ya udhaifu na kukosa kuwa na bidii na kuwa watu wavivu kwa sababu tuondoka. Siku zote ukiwa duniani, jikaze, amka mapema, jitume, fanya kazi, fanya kitu ambacho unaweza wachia waliobakia nyuma yako, ya kwamba mzee aliondoka, kijana aliondoka, lakini hiki ndicho alichotuachia, mama aliondoka. Na hapa ndipo tunasema hivi ya kwamba katika habari ya nukuu ya matumaini, asubuhi njema kabisa. Siku moja katika macho ya Mungu ni kama siku elfu, na siku elfu machoni pake Jehova ni kama siku moja. Jikaze ukimuita Mungu ya kwamba Bwana, niko hapa, ninakuhitaji. Niko hapa, familia yangu inakuhitaji. Niko hapa, biashara hii naiweka mbele zako. Tunapoteka anga ya juma hili na kutangaza wema wa Jehova siku zote, na tamanio langu ni hili: ufahamu ya kwamba Mungu Baba hajekuacha, angali yu pamoja na wewe. Wewe ni kusimama na kuwa tayari kwa kazi ya Mungu. Ukiwa kijana, jitume siku za ujana wako, maana siku za uzee zinakuja. Ukiwa mzee, wacha Bwana akulinde siku zako za uzee, kutunza na kufanya maisha yao kwa bora siku za uzee wako. Ukiwa na umri wa katikati, Mungu akulinde katika changamoto hizi unazokutana nazo kama mtu wa kawaida. Lakini fahamu hili katika nukuu ya matumaini: siku moja machoni pa Bwana ni kama siku elfu, na siku elfu machoni pa Jehova ni kama siku moja. Kwa wote wanaomjua Mungu, awape neema ya kusonga mbele. Na ndiyo nukuu ya matumaini. Asubuhi njema kabisa, tena ya kupendeza. Mathew Ndeva ndilo jina langu. Nasema hivi 45614688 namba yetu pia. Ni jambo la maana, tumetamba mitandaoni na tunatamani pia kuvuka kufika FM. Inawezekana. Ikiwa unaweza simama nasi na kichache ulicho nacho ni baraka, usichoke. Utakuwa umetusaidia kuvuka na kufika FM kwa njia bora tena ya kupendeza kabisa. Asante. Imekuwa ni nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva ndani ya Radio Fortune Africa, kipindi kikiwa Kisima cha Matumaini. Nasema neema ikutoshe na Mungu akubariki sana unapoendelea kutufuatilia popote ulipo kwa majira haya mazuri.